Ujambo na karibu katika taarifa ya habari kwa ufupi kutoka hapa Channel 10 kilicho bora. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amekemea vikali tabia ya baadhi ya shule kuwarudisha nyuma wanafunzi wenye mahitaji maalum, hususan wale wa madarasa ya mitihani kwa lengo la kulinda au kuongeza ufaulu wa shule. Ni katika hafla ya kuwapongeza walimu na wanafunzi waliofanya vizuri katika matokeo ya shule za msingi na sekondari mkoani Dodoma, ambapo Profesa Shemdoe amesema serikali haitavumilia vitendo hivyo, kwani ni kuwanyima haki wanafunzi hao. Swala la kubaguliwa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, inapofika kipindi kile cha mtihani wanaobaguliwa, yaani wao wanaondolewa wasiendelee kwenda kufanya mtihani kwa kwamba inawezekana wao wakarudisha ufaulu nyuma. Hili nitalisimamia sana, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa Tanzania nzima. Hata hivyo, Mkuu wa Mkoa wa Dodoma Bi Rosemary Senyamule amebainisha umuhimu wa kuhakikisha kila mtoto anapata elimu kwa ajili ya manufaa yake ya baadaye na kwa taifa, huku baadhi ya walimu waliopata tuzo wakieleza mikakati iliyowafanikisha. Tukiwa na imani kuwa kama elimu ni mkombozi wa maisha, baada ya muda historia ya Dodoma itakumbuka mambo haya kwa kuona watoto walioelimika, kwa kuona ajira mbalimbali, maarifa, ongezeko la utatuzi wa mazingira na vitu vingine vya maendeleo. Kushika nafasi ya kwanza kitaifa ni mpango ambao au mkakati ambao uliwekwa na halmashauri. Mkakati mmoja wapo ambao tuseme umetusaidia sana ni kuwajengea morali walimu ya kufanya kazi. Siri ya hii tuzo tuliyoipata ni utendaji kazi na uwajibikaji wa hali ya juu. Hafla hiyo imeambatana na utolewaji wa tuzo na zawadi kwa walimu na wanafunzi waliofanya vizuri, huku baadhi ya walimu wakipata nafasi ya kwenda Korea kwa mafunzo. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Serikali imewahakikishia wafanyabiashara wadogo maarufu kama wamachinga kuendelea kuboresha mazingira yao ya kufanyia biashara, ikiwa ni sehemu ya mkakati mpana wa kukuza uchumi jumuishi na kuongeza fursa za ajira nchini. Ahadi hiyo imetolewa na Naibu Waziri wa Fedha Mheshimiwa Mhandisi Mshamu Ali Munne kwa niaba ya Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omar katika mkutano mkuu wa Baraza la Machinga uliofanyika katika viwanja vya Mwenge, Kinondoni, jijini Dar es Salaam, uliolenga kujadili mafanikio ya wamachinga katika siku 100 za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania madarakani pamoja na kuweka mikakati kulijenga taifa. Matarajio yangu ni kuwaona mnapanda daraja kutoka kutembeza bidhaa au kufanya biashara ndogo ndogo hadi kuwa wafanyabiashara na wawekezaji wakubwa. Serikali yenu sikivu inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, itaendelea kuwajengea mazingira wezeshi na kufanya biashara. Katika wilaya ya Kinondoni tuna masoko 24 na kwa kweli, kwa dhati kabisa, kwa niaba ya wananchi wa Kinondoni, tufikishie salamu kwa mama yetu, kwa rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwenyekiti wa Shirikisho la Umoja wa Machinga Shiuma Taifa, Ernest Mtondo, amesema kuwa wamachinga wanatambua na wanathamini juhudi za serikali katika kuboresha mazingira ya biashara pamoja na jitihada za kuimarisha zaidi mifumo ya hifadhi ya jamii kwa wajasiriamali hao. Ndugu zangu TRA, ni waombe sana, swala la matenti lisikomee Mwenge, liende nchi nzima. Kutoka Dar es Salaam, Fatma Hassan, Channel 10. Tanzania imeshuhudia mkataba wa 9 wa ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi wenye thamani ya dola za Marekani milioni 116 ukisainiwa kati ya mashirika ya uzalishaji mali la jeshi la polisi na kampuni binafsi kwa ajili ya kujenga na kuendesha vituo vya ukaguzi wa lazima wa vyombo vya moto katika mikoa 26 ya Tanzania bara, huku takriban miradi 33 hadi 35 ikiendelea kuchakatwa. Mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na binafsi PPC, David Kafulila, ameitaja hatua hiyo inaonyesha ajenda ya PPP kueleweka kwa umma na mfumo mzima wa serikali, ikiwa ni hatua ya kuelekea utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 inayosisitiza matumizi ya vyanzo mbadala vya fedha katika kugharamia miradi mikubwa kwa wakati. Hatua hiyo inaashiria mabadiliko katika namna taasisi za umma zinavyotekeleza miradi ya maendeleo,
licha ya kuwa sekta ya usalama ingeweza kutekeleza mradi huu kwa kutumia fedha za serikali, lakini uamuzi wa kuingia ubia unaonyesha mwelekeo mpya wa kuvutia mitaji ya sekta binafsi. Tunafanya PPP kwa sababu kubwa tatu. Moja ni hiyo nilieleza ya mtaji wa sekta binafsi kufanya kile ambacho serikali ingepata kufanya. Lakini mbili ni ufanisi katika teknolojia na management ambao sehemu kubwa sekta binafsi imekuwa nao. Ukiangalia mradi huu una sifa zote hizo za kwa nini tunafanya PPP. Una sifa ya kwamba mtaji utakaotumika kutekeleza mkataba huu utakuwa ni wa sekta binafsi. Teknolojia na ufanisi utakaoletwa ni mkubwa kuliko tulikuwa nao serikali. Kwa mradi huu umebeba sifa zote za sababu ya kwa nini tunafanya PPP. Meya wa manispaa ya Kigamboni Amir Sambo amesema kuwa baraza la madiwani la manispaa hiyo limejikita katika kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi pamoja na kusimamia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo kwa ufanisi ili kuimarisha eneo la huduma kwa wananchi. Akizungumza mara baada ya kumalizika kwa kikao cha baraza la madiwani, Amir Sambo ambaye pia ni diwani wa kata ya Kibada amesema vipaumbele vikuu vilivyojadiliwa ni pamoja na kuboresha miundombinu, kuimarisha huduma za kijamii na kuongeza ufanisi katika ukusanyaji wa mapato ya ndani ili kuimarisha uwezo wa manispaa kujitegemea kiuchumi. Tunayo miradi, tuna mradi wa upimaji wa viwanja. Tumeupitisha kwenye azimio letu la leo. Tunaenda kupima eneo sio chini ya heka 1,300 na heka hizi sawasawa na square mita milioni 7. Hizi zinaenda kutuletea fedha za miradi ya maendeleo Kigamboni, lakini pia tunaenda kupanga mji. Ndani ya mradi huo tutakuwa na heka zaidi ya 200 za eneo la mradi wa viwanda kwa ajili ya kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais kuwavutia wawekezaji. Mkuu wa wilaya ya Serengeti Angelina Marco amekabidhi shilingi milioni 383 kwa vikundi 52 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, huku akivionya vikundi vinavyopokea fedha na kuzibadilishia matumizi ya miradi walioiomba. Akikabidhi fedha hizo, mkuu wa wilaya Serengeti Angelina Marco amempongeza mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Serengeti Maulid Madeni kutenga shilingi milioni 83 kutoka mapato ya ndani, huku akiwataka wanufaika hao kuacha kurubunika kubadilisha matumizi ya fedha hizo. Wilaya ya Serengeti tunatoa kiasi cha shilingi milioni 383 na kinachotolewa leo hapa ni mikopo isiyo na riba. Mtu asije kawarubuni tugawane hizo fedha, kataeni hela zikafanye malengo ya biashara iliyokusudiwa. Kutolewa kwa fedha hizo ni kutimiza lengo la Daktari Samia Suluhu Hassan la kutengeneza tabasamu kwa Watanzania. Halmashauri imetenga milioni 83 kutoka vyanzo vyake vya ndani, lakini pia kuna marejesho ya milioni 300 ambayo wale waliokopa wanaendelea kuyarejesha. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa ajili ya kutoa hizi fedha ambazo ziko makusudi kwa ajili ya kuwanufaisha wananchi, lakini wananchi ambao wanajishughulisha na shughuli mbalimbali za uzalishaji. Na wanufaika wa mikopo hii kongole wanazitoa, huku wakieleza namna ambavyo maisha yao kwa sasa yamebadilika kupitia mikopo hii ya 10%. Nimejenga, nina mifugo, nina kuku, nina ng'ombe, nakula vizuri, milo 3. Shukuru sana mama, wametubadilishia maisha. Tumepata tabasamu na sisi watu wenye ulemavu. Mkopo huu ni awamu ya pili ambao unatolewa na halmashauri ya wilaya Serengeti kwa mwaka 2025-2026, na hivyo kufikia mikopo iliyotolewa hadi sasa ni zaidi ya shilingi milioni 800. Kutoka hapa wilayani Serengeti mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Mbeya wameitaka wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA kutatua changamoto ya maji katika baadhi ya kata za halmashauri hiyo ili kuondoa adha ya wananchi kulazimika kufuata maji umbali mrefu. Madiwani hao wamesema katika kata zao kuna changamoto ya maji na kudai kuwa hali hiyo imekuwa kero kwa muda mrefu, huku mwakilishi wa meneja wa RUWASA wilaya ya Mbeya Mhandisi Iveta Nzongera amewahakikishia madiwani kuwa tayari wameanza mkakati wa kutatua changamoto hiyo. Shule ya sekondari Makipesile pale na imejenga vyoo vya kisasa
lakini mpaka sasa havitumiki kulingana na adha ya maji. Zikinyesha mvua, pale mahala panajaa tope, maji yanakuwa mengi, alafu machafu hayastahili hata kuingia kwenye bomba. Kwa hiyo nilitaka niulize RUWASA wana mpango gani? Kwa Mheshimiwa Diwani, tunakuahidi kama hali itaendelea kama jinsi ilivyo, basi ndani ya wiki hizi 2 tutarudi kurudishia kulitega ile bomba ili muendelee kupata huduma. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya Aida Haule amewataka madiwani kuendelea kusimamia vyema miradi ya serikali, huku katibu tawala wilaya ya Mbeya Mohamed Azizi amesema viongozi wa kata wanatakiwa kuwajibika katika maeneo yao. Fanikiwa kupata hati safi. Niwapongeze waheshimiwa madiwani, management kwa ujumla kwa kuendelea kusimamia vizuri utekelezaji wa miradi katika halmashauri yetu iliyopelekea tupate hati safi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na mawaziri wake pamoja na serikali yake wanatamani sana kuona kila project au kila barabara inapata kiwango cha lami. Ni vile kwa sababu fedha bado hazijatosheleza. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Katika upande wa habari za kimataifa, tunaambiwa jeshi la anga la Israeli limefanya shambulio katika kitongoji kimoja mjini Beirut, Lebanon kwa mara ya kwanza tangu kusitishwa kwa mapigano wiki 3 zilizopita, likimlenga kamanda wa kikosi cha Radan cha Hezbollah. Katika taarifa ya pamoja, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu na waziri wa ulinzi Israel Katz wamesema operesheni hiyo ilikuwa na lengo la kumwangamiza kamanda huyo aliyefahamika kwa jina la Malek Balut. Mapema vyombo vya habari vya Israeli vimeripoti kuuliwa kwa kamanda huyo, naibu wake na wapiganaji wengine kadhaa katika shambulio hilo, huku vyanzo vya habari vya Hezbollah vikithibitisha kifo cha kamanda huyo. Kwa mujibu wa maafisa wa Israeli, Marekani iliarifiwa kabla ya kufanyika shambulio hilo na kuidhinisha operesheni hiyo. Mtazamaji, sasa karibu tutazame katika upande wa habari za michezo kimataifa. Tujiunge na msimulizi wetu. Klabu ya PSG kutoka nchini Ufaransa imefanikiwa kufuzu hatua ya fainali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya baada ya kutoka sare ya bao 1-1 dhidi ya Bayern Munich katika mchezo wa marudiano hatua ya nusu fainali uliochezwa jana katika dimba la Allianz Arena mjini Munich nchini Ujerumani. Katika mchezo huo, mshambuliaji Ousmane Dembele aliifungia PSG bao la kuongoza mapema kipindi cha kwanza kabla ya nyota Harry Kane kuisawazishia Bayern Munich dakika za mwishoni mwa mchezo. Kwa matokeo hayo, PSG maarufu kama Le Parisiens imefuzu kwa jumla ya mabao 6-5 baada ya ushindi wa mabao 5-4 walioupata kwenye mchezo wa kwanza uliopigwa katika dimba la Parc des Princes jijini Paris. Na sasa watacheza fainali dhidi ya Arsenal katika mchezo unaotarajiwa kuchezwa Mei 30 mwaka huu pale Puskas Arena mjini Budapest nchini Hungary. Hii ni hatua muhimu kwa PSG ambao wanasaka taji lao la pili la Ulaya, huku kocha wao Luis Enrique Martinez akiwinda rekodi ya taji la 3 la Ulaya, lakini watakabiliana na upinzani mkali kutoka kwa Arsenal the Gunners ambao wao wanatafuta taji la kwanza la Ulaya katika historia ya timu yao. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Michezo kimataifa inatuhitimishia taarifa ya habari kwa ufupi kutoka hapa Channel 10, kilicho bora kabisa. Mtazamaji, kwa taarifa ya habari usikose kujiunga nasi itakapofika pia saa 1 kamili usiku wa leo. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela, nikutakie mchana mwema na kwaheri.